Na mtazamaji, siku chache baada ya runinga Citizen kuangazia makala maalum yaliyofichua biashara haramu ya ngozi na nyama ya punda nchini, muungano wa chama cha madaktari wa mifugo barani Afrika sasa wametoa msimamo wao kuhusu uozo huo na kuitaka serikali kuchukulia hatua za kisheria wahusika wote. Ivan Sasiba yuko nao kwa hivi sasa na tunaungana naye moja kwa moja kutoka Nakuru kwa mengi zaidi. Kwa Asiba. Naam, asante sana. Ulivyosema ni hayo tuliyaonyesha mwisho mwa wiki jana na mwanzo mwa wiki hii yanazidi kutoa tumbo joto na mazungumzo kati ya Wakenya, haswa wale walio na tajriba na uwezo ya kujua pengine afya ya umma, na madaktari wakizungumzia tu, niseme tu kwamba umma kwa jumla wakizidi kuzungumzia swala hili. Lakini moja kwa moja katika kaunti ya Nakuru nitakuwa nikizungumza na baadhi ya wale ambao kutoka vyama vya kutetea haki za wanyama na vile vile tu madaktari wa masuala ya afya ya umma wazungumze nasi, watuambie pengine kuhusiana na swala hili nzima. Hii maneno tumesikia sana, and I think sasa sisi tunafikiria sasa lazima tuwe na kitu ambayo ni kama audit kwa system yote, because hizi vitu tunaona haziko independent. Kuna kitu ambaye imekosa na lazima sisi kama nchi tukae chini na tuseme makosa iko wapi na turekebishe once and for all. Hizi vichinjio ziko na wenyewe, kwa nini hatuulizi wenyewe? Hizi vichinjio ziko kwa counties. Counties wanasema nini juu ya hii maneno? Ni kweli hizi vichinjio ziko licensed? Ni kweli tuko na madaktari wa kukagua nyama? Lazima tupate hizi answers kwanza, because hatuwezi kuwa tuna blame public kila saa. Do we have madaktari na wako wapi na wako wangapi? Wakati mifugo kama hawa wanachinjwa bila idhini, we are ending up risking maisha ya watu, kutoka watoto wa teenagers mpaka watu wazee, kwa sababu kuna magonjwa ambayo yanatoka kwa punda yanapita kwa wanadamu kupitia nyama ambazo zinakuliwa. Now, pia kwa mambo ambayo yana affect the economic position ya hawa watu in terms of losing the source of livelihood. Ambayo tunasema source of livelihood is huyo mnyama analeta faida gani kwa hiyo familia. Now when we look at yule, kwa mfano kijana mmoja anatumia punda wake kubebeshea maji kwa kijiji, anapata kwa kila mtungi shilingi 20. Huyo punda amepotea, huyo punda amechinjwa. Kumnunua huyo punda hana hizo pesa, hana mtu wa kumfadhili kuweza kupata punda mwingine. Haya basi, wawili hao sauti hizo zikiwa zao kutokana na mile mambo ambayo wamezungumzia, wakisema kwamba ipo haja ya kupiga msasa, hasa wizara hiyo inasimamia masuala ya niseme kwamba mifugo hao katika taifa hili, kujua ni nani anayenufaika. Wizara nzima imesalia kimya, ni nani anayepata nini kutokana na biashara hii haramu ambayo imesalia kero, haswa kwa wale wakazi wanaotoka maeneo yanayotegemea mnyama huyo punda katika biashara zao za kila siku. Mimi ni Evan Sasiba, turudi kwako studio.